Amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nawe msikilizaji. Karibu kusikiliza uchambuzi wetu wa habari leo hii. Uchambuzi ambao unajumuishwa na ukurasa wa habari muhimu, ripoti za wanaripota wetu kutoka kona mbalimbali, ukurasa wa habari za michezo pamoja na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Msomaji wako wa leo ni Tebibu Kurutantini Aldama, fundi mitambo ni Ja Ekala Jaden, na kualika msikilizaji kuambatana nami mwanzo hadi tamati. Kabla uchambuzi wetu wa habari, tunamkaribisha hapa mchumbe wa mkulima na Fatuma kwa kutuletea habari muhimu. Shukrani sana mwenzangu Bi Bukuru Tantine Aldama kwa kunipa nafasi ya habari muhimu ya asubuhi ya leo. Wacha tuanze na hizi za katika mji wa Baraka ambako ni wanachuo 82 ndio wamehitimu kwa mwaka huu wa chuo 2023-2024 kwenye chuo kikuu cha Kiganga mjini Baraka, Eastern Baraka. Na kule Mulongwe ni kwamba kambi ya Mulongwe ndani ya sekta ya Mutambala imepokea wakimbizi wa Kirundi 313 weekend iliyopita. Hawa wameletwa na kitengo cha CNR kwa ushirikiano na mfadhili wake ACR wakitokea Uvira. Tukamilishe habari muhimu na habari hii ya kitaifa ni kwamba Baraza la Maaskofu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Senko, limetaja kuunga mkono hatua ya rais wa nchi Felix Tshisekedi ya kutaka kubadili katiba ya nchi kutokana na kile wanachotaja kutokuona umuhimu wake katika hali ya sasa ya nchi. Ni hiyo tu kama habari muhimu asubuhi ya leo. Asante sana mchumbe wa mkulima na Fatuma kwa habari hiyo muhimu. Na sasa tunaingia katika uchambuzi wetu wa habari tukiwa katika mji wa Baraka. Kiongozi madarakani wa baraza la vijana mjini Baraka, Bwana Pasia Rafiki Abaenya, amesema atagombea mara tena kwenye uongozi wa baraza la vijana mjini Baraka kunako uchaguzi unaoandaliwa. Ameyasema hayo kupitia mkutano mkubwa ulioendeshwa siku ya kwanza hii na mashirika memba ya vijana. Pasia Rafiki Abaenya hapa naeleza mengi zaidi. Ni kweli kama vile sheria yetu nasema kwamba kamati ambayo imeongoza kwa muda wa miaka 3 kwa mwisho inapashwa rendre compte, yani kuambia jeunesse yenye ilimpatia manda bila ambao walifanya. Na ni kwa muundo huo ndio maana tuliitisha vijana, sababu sisi tuko fe manda, inabidi labda kuachia wengine ambao watachaguliwa, lakini tuwaambie vijana nini ambacho tumefanya. Na hiyo ilikuwa pointi ya kwanza, sababu ilibidi kuambia realization zetu kile ambacho tumefanya. Na pointi ya pili ilikuwa kuongelea na kujadiliana kuhusu mchakato huu wa uchaguzi ambao umeshaanzishwa japokuwa irregularity. Wewe utakuwa mgombea kwenye hizo? Ndio, mimi niko mgombea sababu na nikingali mkritere na jeunesse kingali na haja ya uongozi wangu. Kamati ambayo inahusika na kutayarisha uchaguzi limetamatisha zoezi la kupokea ombi za wagombea. Mpaka wewe unasema kwamba utagombea, lakini ombi lako la ugombezi halipo kwenye ile baraza. Wewe unasemaje kuhusu hiyo kamati? Inaitwa ADEFO, kamati yenye inahusika na uchaguzi, lakini ni kamati ambayo inahusika na maandalizi ya uchaguzi. Haiko commission électorale indépendante, mais plutôt ni commission préparatoire. Na ndio circulaire ya ministre ya chef de division mwenye biko fanya coalition iko. Donc huko ile kakofonia ya commission électorale na commission préparatoire. Hivi banaja approprié na kwa commission électorale. Et pourtant ni commission préparatoire. Donc ile commission électorale ndio bana déposer kama candidature, mais kwa sababu ya amani tulikubaliana mkikao. Na kama unasikia banafunga kule, atujua intention gani ambao chef de service iko nayo mpaka sasa, sababu wakati tulifanya kikao kati yangu mimi na yeye chef de service na mayor wa jiji, tulikubaliana kwamba depo ya kandidatire itenda hadi tariki 13 ya mwezi huu. Mwishowe Bwana Pasia Rafiki Abaenya ameomba vijana wengine kujitokeza kwa kutumia kandidati zao kwenye kitengo cha vijana mjini Baraka au kwenye ofisi ya mji wa Baraka. Nile le 25 do faire dépôt alors que jeunesse ilikuwa nasubiri bapate calendrier aménagé pour que ba déposer candidature zao. Nze tayari amefunga kupokea hizo candidature. Sasa wewe utapeleka yako wapi? Na wale wengine ambao bado kupana candidature zao. Ndio ile haitapita sababu tuliongea na autorité urbaine akasema hapana, hawezi violer pia ile nayo. Hauta violer sheria kisha uvioler hata na resolution base tulifanya. Akasema ke milango iko wazi kwa ofisi yake ya division
donc division unique, kuja wajene wote ambao wakingali na besoin kupostuler wakuje mpaka le 30 na 17h wa deposer candidature, na ni huko ndiko tutapeleka na sisi candidature zetu. Kwa ujumbe ambao ninaweza sema, nashukuru kusoutien yote ambao nimefanya mimi kama vile patient, sikuifanya sababu najua, lakini sababu nilikuwa nasindikizwa na vijana wenye nguvu. Nina mapungufu yangu na kubali, na nafurahi sana kumchango ambao imenipatia leçon. Nashukuru sababu kuko tendance ya kurenouveler confiance kwangu tena, ndio kwa maana leo napata nguvu a partir ya hii assemblée, napata nguvu tena ya kujitoa kama kandida kwa election. Abata kwa desi pale kwenye tulishia, tutaendelea na kufanya mengi zaidi. Maoni yamekuwa tofauti kwa raia wa mji wa Baraka kisha mpango wa Rais Felix Tshisekedi wa kubadili katiba. Baadhi wataja ni vema kuacha katiba ilivyo kwani haizuii chochote kwa maendeleo ya nchi, huku wengine wakipongeza mpango huo kwa kuokoa nchi. Wakiwa mbele ya maiki ya mwanahabari wako, raia wa mji wa Baraka wametaja kuwa mambo ni mengi yahitajika kufanyika ndani ya nchi hii ambayo haihusiani na ubadilishaji wa katiba. Baadhi ya raia wa mji wa Baraka wameeleza yafuatayo. Raisi kutamka kuhusu kubadilisha katiba kama vile mwananchi, ninachukulia hiyo kauli yake kama vile negative sana, kwa sababu unajua bado raia wa Kongo wana mambo mengi mazuri ambayo wanahitaji kutoka kwa rais wao ama kutoka kwa nchi yao. Sasa hivi barabara zimeharibika, miundombinu hakuna kitu, kuna sehemu hakuna umeme, kuna sehemu kupafika ni shida. Kwa hiyo kuna mambo ya msingi ambayo kwanza kama vile rais angetakiwa afanye. Katiba haijatuma yeye ashindwe kujenga barabara, ashinde kufanya kazi nyingi ambazo zinamhitaji kwanza yeye kama vile rais. Kwa hiyo ni neno ambalo unajua katiba ni kitu ambacho uwaga nacho katika kukifanya kubadili inaomba pesa. Sasa kwa nini hizo pesa kwanza wasilipe walimu ambao sasa hivi wanahitaji kulipwa, wasilipe waganga ambao wamegoma, wale watu wote ambao wana shida ya hela? Sasa hivi Kongo ina shida ya hela. Sasa hizo hela usipeleke katika kubadili katiba ambayo haijawa na madhara yoyote, ni jambo ambalo halieleweki. Kwa hiyo kama vile raia, na hiyo ndio maoni yangu. Hilo swala naliunga mkono mimi ya kuibadili, sababu hata kama watu wanapasha kusema kwamba rais hajafanya chochote kile, itakuwa ni vigumu sana kwa rais kufanya chochote kile kipindi bado nchi haijabadilishwa. Katiba inatumika na miundombinu za nchi zingine, lakini ikiwa Kongo imeonekana kwamba inataka kurekebisha maendeleo ya nchi na watoto wa Kongo wajitambue, lazima katiba ibadilishwe. Kwanza, katiba imeundwa tofauti na mila na desturi ya Kikongomani. Kwa hiyo maana tunasema kwamba hakuna chochote kile rais anaweza kufanya bila kubadilisha katiba ya nchi, sababu walio wengi wanafuata ni katiba ya nchi, na ile katiba ya nchi imeundwa kwa sheria za nje ya nchi ya Kongo. Haiwezekani kabisa kusema kwamba rais anaweza kufanya chochote. Ni kama wangelikuwa na mwendo wa kunisikiliza, wangelimupa yeye rais muhula, ili hii muhula iwe yake ya kurekebisha katiba ya nchi. Endapo tunaweza kumpatia hata hii muhula na nyingine anaanza sasa matengenezo. Sasa tuseme kwamba lete maendeleo itakuwaje kuileta katika nchi kipindi bado katiba inaundwa na sheria za nchi nyingine? Kwa hilo rais Cheni Felix Tshisekedi wa Chilombo kubadilisha katiba ya nchi, mimi ni mmoja na ninamuunga mkono kwa hilo swala, endapo wakongomani watakuwa na muono ya kuona mbali. Na waambia wananchi wenzangu, ni Kongo ya utandawazi, ni ulimwengu wa utandawazi. Kila mkongomani yeyote yule awe na akili na afate haya tunayoyafikiria kuhusu watu wengine. Ningeliwaomba wakongomani wachunguze, wasiwe wakongomani wakula pesa, wao wakongomani watekeleze maoni ya walio wengi. Tunaona kama kubadilisha katiba ya nchi kwa hii wakati hajakuwa na kazi haiko ya muhimu. Umuhimu wetu ni kujua kwanza nini banaweza kufanyizia raia. Kwa mfano leo watoto wetu hawasomi mpaka saa hii. Eske ni constitution njo ilisema kama batoto basisome mpaka saa hii juu ibadilishiwe porque balimu baanze kupokea? Tukisema pale tutajua kama jibu inasema hapana. Wanganga wa medecins sasa hivi wanajitayarisha kwenda ku greve. Ni constitution njo ilisema wasilipiwe pesa yabo? Tukizani jibu itasema hapana. Kumbe ile inakuwa tu ni kutafuta kubulula binyabina eko. Sisi sa vile wa raia wa Kongo hatupendi kusikia mambo sa vile ile na tuitaki kabisa. Hiyo ni mambo yake aliisema epeke, lakini sisi hatuyaipokea na hatujaisikia kabisa. Leo bakisema batengeneze barabara, sio constitution ambayo inasema wasitengeneze barabara. Wakisema walipe watu mishahara yao, sio constitution ambayo ilisema wasilipiwe. Kwa hiyo tunajikutana kama ni kutafuta tu kujivuruga na kutuvuruga zaidi. Matatizo ya Kongo ambayo tuko nayo sio constitution, ila ni viongozi. Ni wenyewe wale ndio walipasha sasa kubadilishiwa juu wanaonesha malimite yabo.
wanafika kumwisho, balikuwa natupiana kabumbu, labda huyu, leo wanafikia ku constitution. Sasa mimi sa vile raia, kwa ushauri wangu, ningelomba bonjo bangetoka kuliko kusema babadilishe constitution. Mimi najua kama katiba ya Kongo iko vizuri, na kama rais anataka kubadili katiba kusudi ya abakie kwenye madaraka ni makosa, lakini kama wanataka kubadili katiba waite kushe zote za Kongo na wasaishe makosa tofauti yenye iko, lakini wasigusi pale kwenye bana limite manda ya presida ya 5 ans une fois renouvelable, parce que article 220 iko deverrouillé, donc hawezi kuiverrouiller pour que ubadili katiba juu presida jiongezeye muula kwenye madaraka. Tukiwa tu katika mji wa Baraka, ni wanachuo 82 ndio wamehitimu kwa mwaka wa chuo 2023-2024 kwenye chuo kikuu cha Kiganga mjini Baraka, Eastern Baraka. Sherehe za kuhitimu kwa wanachuo hao zimefanyika Jumatatu ya tarehe 28 Oktoba mwaka huu ndani ya chumba cha mikutano cha Eastern mjini Baraka. Mwenzetu Safari Alimasi alishiriki kwenye sherehe hizo na kutuandalia ripoti ifuatayo. Watu wa tabaka mbalimbali waliweza kuhudhuria kwenye sherehe hizo, mkiwemo viongozi wa serikali na wasio wa kiserikali, mapasta, wazazi wa wahitimu, marafiki na wenyekiti wa mashirika mbalimbali za raia mjini Baraka na tarafani. Furaha ilitanda kwa wahitimu kuona wanamaliza masomo yao salama. Wazazi wa wahitimu walipiga vigelegele, ikiwa ni ishara kubwa ya kuridhika na matokeo ya watoto wao, hasa wakati huu ambao nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakumbwa na changamoto nyingi hasa za kiuchumi. Wahitimu walicheza, waliruka, walifurahi na wengine hata kulia, ikiwa ni ishara kubwa ya furaha yenye kupitiliza, kwa kuwa ikuwa jambo rahisi kwao kuona wanamaliza masomo yao licha ya misukosuko ya hapa na pale. Katika neno lake la ufunguzi, mwakilishi wa meya wa mji wa Baraka Bwana Wenga Kitoga Watuta ameshukuru vya kutosha uongozi wa chuo kikuu cha Kiganga mjini Baraka, huku akiomba kwa viongozi wa chuo hicho kuongeza fani zingine ili watoto wa jiji wasiwe naenda mbali. Au nom de monsieur le maire de la ville de Baraka empêché, je vous présente mes sincères félicitations. Kwa jina la meya wa mji wa Baraka ambaye amezuilika, na wapa pongezi na shukrani kwa kazi mlioifanya kwa mwaka wa chuo 2023-2024. Naomba kwa viongozi wa chuo hichi kuzidisha juhudi ili fani ambazo haziko hapa ziwepo ili watoto wasiendi tena mbali. Naomba vile vile kufanya juhudi kubwa ili mwaka wa chuo 2024-2025 uwe mwaka wa mfano. Wakati nilikuwa napita, sikufikiria kama katika chuo hichi kuna mambo kama nilivyoona leo. Upande wake Bwana Bawili Lokeleta Ngo, kiongozi wa chuo kikuu cha Eastern Baraka, alianza kwanza kutoa idadi ya waliohitimu kwa mwaka huu wa chuo 2023-2024, huku akiomba kwa wahitimu kutokubaki manyumbani bali watumiki kazi ya mambo aliyosomea. Leo tulikuwa na sherehe inayo malengo tatu. Lengo la kwanza ilikuwa kumaliza rasmi kwa wanavyuo wa chuo kikuu cha Eastern ambao wamehitimisha miaka 5 wamoja na miaka 3 wengine ya masomo yao kwenye chuo hapa, na leo wamemaliza rasmi masomo hiyo. Neno la pili ilikuwa kuhitimisha mwaka wa masomo 2023 na 2024, na neno la tatu ilikuwa kufungua tena rasmi mwaka ingine ya masomo 2024 na 2025. Ambao wamemaliza leo ni wanachuo 82 ndio wamemaliza leo, wane kwenye licence ya ancien système na wengine kwenye licence au bachelor ya LMD. Hata hivyo, Bwana Dunia Abdalla Riziki, mwandishi mkuu wa chuo cha Kiganga mjini Baraka, ametoa takwimu kwa ufupi ya mwaka wa chuo 2023-2024. Il est de coutume qu'à la fin de chaque année académique, qu'on fasse ou qu'on dresse le bilan des activités académiques qui se... Kama ilivyoada na desturi, kila mwisho wa mwaka wa chuo huwa tunatoa takwimu ya kazi zilizofanyika kwa muda wote wa mwaka, na hatuwezi kuanza bila kushukuru waziri wa elimu ya vyuo vikuu Bi Marie Therese ambaye anaendelea kuamini kamati ya uongozi wetu.
Ufunguzi wa mwaka wa chuo 2023-2024 uliweza kufanyika Jumatatu ya tariki 13 Novemba 2023. Kuhusu mwanzo wa kozi ya awamu ya kwanza 2023-2024 ilianza tariki 28 Novemba 2023 katika promotion zote za programu mpya. Kuhusu kwa mitihani na kulingana na kalenda namba 025, mitihani ya hatua ya kwanza ilipashwa kuanza tariki 8 Aprili 2024, ila kutokana na changamoto na kutokupatikana kwa baadhi ya walimu, mitihani ilifanyika tariki 10 Juni 2024 katika promotion zote. Le 10 juin 2024 et dans toutes les promotions. Upande wa waliohitimu wakiwakilishwa na Bwana Sesa Mpara Ornicol, pia vile msemaji wa wanachuo katika chuo kikuu cha Kiganga mjini Baraka, ametaja kufurahi kwa kuwa siku ya leo ni muhimu sana kwao na inabeba historia kubwa ya maisha ya chuo ambayo itakuja kufutika mioyoni na akilini mwao, huku akiomba kwa wanafunzi wengine kuja kujiunga na chuo hicho kwa kuwa kuna elimu bora tena ya hali ya juu. Ndio, tulishukuru sana kuona tulifikia siku ya leo, maana kuna wengi walitamani kufika muda kama na huu, lakini hawakupata ile neema. Meshie tuliweza kufikia hapa, ijapo upungufu ulikuwa mwingi, lakini sisi tuliweza kufikia hapa, tulifurahi sana. Kwanza tulipewa walimu ambao walisoma sana na walipata elimu ya juu zaidi sana. Ujumbe wangu ya kwanza, nitawashukuru sana wale ambao walihangaika kwa ajili yetu sisi tuweze kumaliza. Ya pili, waweze kututumia watoto wakuje kabisa wasome ku Institut Supérieur de Technique Médicale de Baraka. Tukumbushe kuwa ni wanafunzi 342 mkiwemo 131 wanawake na 211 wanaume ndio walioweza kuandikwa, ila waliomaliza mwaka wa 2023-2024 ni wanafunzi 331 mkiwemo wanawake 129 na wanaume 202 kwenye chuo kikuu cha Kiganga mjini Baraka, Eastern Baraka. Huko Mulongwe ni kwamba kambi ya Mulongwe ndani ya sekta ya Mutambala umepokea wakimbizi Warundi 313 weekend iliyopita. Hawa wameletwa na kitengo cha Sener kwa ushirikiano na mfadhili wake Haser wakitokea mjini Uvira. Kwake Emangalwa Omatie, kiongozi wa kambi hiyo ya Mulongwe, ameonyesha kuwa wakimbizi hao wametokea kwenye senta za mapokezi Pasange tarafani Uvira. Tumepokea wakimbizi Warundi kutoka eneo ya Uvira kwenye kijiji cha Sange. Wakimbizi hao ni wakimbizi 313, familia 72. Ni wakimbizi ambao wanatoka kwenye eneo la Uvira pale Sange, sio kwamba wametoka Burundi. Sisi kwa leo tupokea wakimbizi kutoka Burundi. Burundi hakuna vita, ni wale ambao wamefika muda ambao ni miaka 2, miaka 3 wako Uvira, na sasa serikali ya Kongo imeamua kuwaleta kwenye kambi ya Mulongwe, ndio kambi ambayo ni kambi ya kuwapokea. Vile vile ndugu mtangazaji, nimependa kueleza kwamba kuna wakaaji wengi ambao wanafanya hii tunaita katika lugha ya Kifaransa confusion. Wakati tunaleta beba wakimbizi kutoka makambini kuwarudisha Burundi kwa hiari yenyewe, hiyo tunaita ndio kurudisha wakimbizi. Katika lugha ya Kifaransa tunaita rapatriement volontaire. Wale wakimbizi wanarudi Burundi, na wale ambao wako kwenye eneo la Uvira muda mrefu wako pale ambao hawawezi rudi Burundi bila kwenda makambini, ndio tumewaleta kwenye kambi ya Mulongwe. Kambi ya Mulongwe ndio kambi ya kupokea wakimbizi kwa siku za leo. Sio kwamba ni Lusenda, hapana. Ina maana kwamba ni hiyo kazi mbili ambayo tunafanya kazi ya kupokea wakimbizi na kazi ya kurudisha wakimbizi. Lakini wakimbizi ambao wanapatikana Uvira sio tena wengi, ni kwa muda tu sio mwingi tutakwenda kumaliza kazi hiyo. Na alipoulizwa kwa nini wakimbizi hao Warundi hawakurudishwa nchini mwao kutokea huko Sange, Emangalwa Omatie ametoa mwangaza hapa. Ndio ndugu mtangazaji, swali lako naelewa vizuri. Ni kwamba wakimbizi ambao wanapatikana Uvira wanakuja, ni kuja tu, wanafika kambini. Wale ambao watapenda kurudi watarudishwa tena kwa hiari yenyewe wakiwa wakitokea kambini, lakini sio kwamba watokee kwenye maeneo sawa vile eneo ya Trans ma Centre d'accueil pale Sange na pale
Kamivira ndio warudishwe, hapana. Mpaka wafike kwanza kambini ndio warudishwe. Hiyo ndio sheria ambayo imechukuliwa na serikali ya Kongo. Tu pale eneo ya Sange na Kamivira sio maeneo kabisa ambayo ni maeneo ambao zinatakika na serikali ya Kongo kutumikisha ile kazi ya kurudisha wakimbizi. Na waza ndio hiyo, ndugu mtangazaji. Wale ambao watakuwa tayari kurudi, kwani kurudi ni hiari, watarudishwa bila tatizo yoyote, kwani tuna mpango wa kuwarudisha kwa hiari. Na sasa tunamkaribisha Omari Makelele Zile kwa habari za michezo. Asante sana Bi Bukuru Tantine Aldama. Leo katika habari za michezo tuanzie na habari za hapa DRC. Ni kwamba wachezaji 7 wa klabu ya Tepe Mazembe wamejumuishwa kati ya wachezaji 37 walioitishwa kwa muda na kocha wa timu ya taifa ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwa wachezaji wanaoshiriki ligi za hapa nyumbani. Wachezaji hao ni pamoja na Siadi Bagio, Magloire Ntambwe, Atibu Rajabu, Marseille Ngimbi, Zamenga Soze, Oscar Kabwiti pamoja na Ernest Luzolo 6. Hao ni wachezaji ambao tayari sasa wameitishwa na kocha wa timu ya taifa ya DRC ya wachezaji wanaoshiriki ligi za nyumbani. Lakini vile vile shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA imetoa viwango vya FIFA vya mwezi Oktoba, huku Tembo wa Ivory Coast ima timu ya taifa ya Ivory Coast awapo katika timu 5 ambazo zinaongoza katika bara la Afrika. Afrika inaongozwa na timu ya Maroc ambayo inashikilia nafasi ya kwanza katika bara la Afrika, huku ikiwa na nafasi ya 13 katika msimamo wa dunia. Timu ya Senegal na nafasi ya pili wakiwa na nafasi ya 20 katika nchi mzima. Egypt na nafasi ya 3 Afrika, nafasi ya 30 duniani. Nigeria na nafasi ya 4 Afrika, ya 36 katika upande wa dunia. Algeria na nafasi ya 5 Afrika, nafasi ya 37 katika dunia. Ivory Coast na nafasi ya 6 Afrika, huku ikiwa na nafasi ya 40 duniani. Tunisia inakuja na nafasi ya 7 ikiwa na nafasi ya 47 ulimwenguni. Timu ya Cameroon na nafasi ya 8 katika bara la Afrika, huku na nafasi ya 49 ulimwenguni. Timu ya Mali na nafasi ya 9 Afrika na nafasi ya 50 katika ulimwengu mzima. Timu ya DRC wanashikiliana na nafasi ya 10 katika bara la Afrika na nafasi ya 57 katika upande wa dunia. Na huko katika bara la Ulaya ni kwamba katika tetesi za usajili, klabu ya Paris Saint-Germain wanaungana na klabu ya Real Madrid katika mbio za kuweza kumsajili beki wa kulia wa timu ya Liverpool na wa timu ya taifa ya Uingereza Alexander-Arnold mwenye umri wa miaka 26. Vile vile mshambuliaji wa zamani wa timu ya taifa ya Italia Super Mario Balotelli amejiunga rasmi na klabu ya Genoa, akiwa amejiunga na klabu hiyo huru bila malipo yoyote. Rais wa klabu ya Real Madrid Florentino Perez anajiandaa kimsingi na anatamani kuchukua mchezaji wake wa zamani Xabi Alonso endapo kocha Carlo Ancelotti ataweza kuondoka klabu hiyo ya Real de Madrid. Vile vile wapiga nyundo wapo nchini Uingereza. West Ham wanavutiwa na mshambuliaji wa Atalanta Bergamo na Nigeria Lokman Ademola Lokman mwenye umri wa miaka 27, huku manager Julian Lopetegui akitumai kuwa mshambuliaji huyo ataweza kujiunga na vijana hao wapo nchini Uingereza. Manchester City wanajiandaa kumpa mlinzi wa Croatia Josko Gvardiol mkataba mpya ili aweze kusalia pale katika uwanja wa Etihad. Mshambuliaji wa Chelsea Blues na Uingereza Cole Palmer bado anajitolea kubaki katika klabu ya Chelsea Blues, huku klabu yake ya zamani ya Manchester City ikiwa inamnyatia. Beki wa zamani wa Ujerumani Mats Hummels mwenye umri wa miaka 35 anaweza kuondoka Roma mwezi Januari licha ya kujiunga na klabu hiyo ya Serie A msimu wa joto. Kwa kumalizia, Bibu Kurtantine Aldama, ni kwamba ni usiku wa leo ndipo tutaweza kufahamu mshindi wa kombe wa mpira wa dhahabu ulimwenguni ima Ballon d'Or, ambako mengi zaidi kusikana na taarifa hizo ni katika uchambuzi wa habari za asubuhi. Naweka nukta katika habari za michezo. Asante sana Omari Makelele Uzile kwa kutuletea habari za michezo. Endapo msikilizaji unaendelea kujiunga nasi, unasikiliza uchambuzi wa habari kutoka kwenye redio ya kijamii Kivu mjini Baraka kupitia mitabeni ya 93.0.
kampuni Fizi One Baraka, Mboko na Misisi ni rahisi kutuma na kupokea pesa cash pote ulimwenguni bila usumbufu. Na katika habari ya kitaifa, baraza la maaskofu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Senko limetaja kutokuunga mkono hatua ya rais wa nchi Felix Tshisekedi ya kutaka kubadili katiba ya nchi kutokana na kile wanachotaja kutokuona umuhimu wake katika hali ya sasa ya nchi. Mwenzetu Baomesa Di Francois amepekua magazeti na hii hapa ni ripoti yake. Felix Tshisekedi hasisikilize washirika wake ambao wanasamini tumbo zao pekee. Yeye ndo atakuwa msimamizi wa yote yatakayotokea. Maneno hayo ni yake katibu mkuu wa baraza la maaskofu nchini DRC Senko, Donansie Shole, wakati wa mahojiano yake na Radio Okapi akiulizwa kuhusu swala la marekebisho ya katiba nchini. Shole amesema ni msimamo wa kisiasa, lakini kwa upande wa kanisa na shirika za kiraia tunadhani kuwa ni jambo la kupinga ukizingatia hali ya sasa ya nchi yetu, bila kujali sababu moja au nyingine ambazo zimetolewa kwa ajili ya kuhalalisha mpango huo. Mwisho wa kumnukuu. Huyu ameongeza kuwa marekebisho ya katiba ni mpango hatari kwa sasa kwa hali ya kijamii, usalama na kisiasa. Aidha ameangazia pia swala la kijamii ambalo linazidi kurindima siku baada ya siku kufuatia migomo mbalimbali ya wafanyakazi na hali ya kutokuwa na imani na maisha ambayo raia wanaendesha. Tuko katika hali ambayo leo unasikia mgomo hapa, kesho pale, na hakuna suluhisho lolote kwa siku zijazo, alisisitiza Shole. Hivyo amekazia kuwa hali ya kijamii kuliko kuboreshwa inaendelea kuwa mbovu, jambo ambalo linapelekea jaribio la marekebisho ya katiba kuwa yenye hatari zaidi. Mwishowe ameomba Rais Felix Tshisekedi kusikiliza maneno ya maaskofu ambao kwa mujibu wake wanaungana kwa pamoja kwa ajili ya maslahi ya wakongomani na si kufuata maneno ya washirika wake ambao wanatumika kwa ajili ya maslahi yao binafsi. Anadhani kuwa ili kupata suluhisho kwa matatizo ya sasa ya nchi, aiombi kurekebisha katiba bali kutatua matatizo ya kijamii na ya kisiasa yanayosumbua nchi kwa kiwango kikubwa. Ni kupitia ripoti yake hiyo Baomesa Di Francois ndipo tumefika mwisho wa uchambuzi wetu habari. Nikikuaga msikilizaji, nikikutakia kila laheri. Taarifa hii habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One.